Zikiwa zimesalia siku kadhaa kwa ajili ya Watanzania kwenda kutimiza haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi wanaotaka, ambapo kutakuwa na uchaguzi wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge pamoja na madiwani. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame ametumia nafasi hii kuweza kuzungumza na wakazi wa mkoa wa Songwe, lakini pia na Watanzania kwa ujumla, akimhimiza zaidi suala la amani na wananchi kujitokeza Oktoba 29 kuchagua viongozi wanaodhani watawaletea maendeleo. Tunatambua kwamba nchi yetu ipo katika mchakato muhimu sana katika mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Na mwaka huu ni mwaka ambao sisi wananchi wa mkoa wa Songwe na Watanzania kwa ujumla tunaungana kwa pamoja katika tukio ambalo hufanyika mara moja pekee katika kipindi cha miaka mitano. Tukio hilo ni tukio la uchaguzi mkuu, kuchagua viongozi wetu katika ngazi za kata, uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu wa majimbo kimaanisha wabunge, lakini uchaguzi wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ana dhamana ya kuweza kuliongoza taifa letu. Lakini ndugu zangu, wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe, uchaguzi tunaofanya ni takwa la kikatiba. Sisi wa Tanzania kupitia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekubaliana kwamba kila mwaka tutafanya uchaguzi mkuu kwa kumchagua rais, kuchagua wabunge, lakini hali kadhalika kuchagua madiwani. Na bahati tulionayo katika nchi yetu ni kwamba tangu nchi yetu ipate uhuru mwaka 1961 takwa hili la kikatiba halijawahi kukiukwa. Tumekuwa tukifanya chaguzi tangu kuanza kwa mfumo, hata kabla ya kuanza kwa mfumo wa vyama vingi, wakati tukiwa katika mfumo wa chama kimoja, chaguzi zimekuwa zikifanyika. Lakini tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, tulifanya uchaguzi wa kwanza mwaka 1995 kwa mfumo wa vyama vingi, na mpaka hivi sasa tunaendelea kufanya chaguzi zetu. Kwa hiyo kwa mara nyingine mwaka huu, mwaka 2025, tunakwenda tena kukamilisha takwa hili la kikatiba. Lakini ndugu zangu, uchaguzi ambao tunaokwenda kufanya ni takwa la kidemokrasia, na tunatambua kwamba nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya kidemokrasia, na ni moja miongoni mwa misingi ya kidemokrasia ni kwamba viongozi wa serikali wanatoa madaraka yao kutoka kwa wananchi. Hivyo kwa kuzingatia misingi hiyo ambayo nimeizungumza, misingi ya katiba, lakini hali kadhalika misingi ya kidemokrasia, ni haki yetu na ni wajibu wa kila raia wa mkoa wetu wa Songwe, lakini hali kadhalika na Watanzania kwa ujumla kushiriki kutekeleza jukumu hili la msingi la kuchagua viongozi wetu. Kwa mwananchi yeyote yule wa mkoa wa Songwe na Mtanzania yoyote ambaye anatambua wajibu wake, mzalendo kwa nchi yake na anayelitakia mema taifa lake, kamwe hawezi kuacha au kushawishi mtu mwingine kususa au kuacha kushiriki katika mchakato huu wa uchaguzi, kwani kufanya hivyo ni kutotimiza wajibu wake, lakini pia ni usaliti wa makubaliano yetu kikatiba, lakini na usaliti wa hatima bora ya nchi yetu kwa maslahi ya kizazi cha sasa, lakini hali kadhalika kwa maslahi ya kizazi kijacho. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe, viongozi hawa tunaokwenda kuwachagua ndio tunawapa dhamana ya hatima ya maisha yetu ya kila siku. Tunatambua kwamba mwaka huu takribani kwa miezi kadhaa sasa tumeshuhudia mchakato ambao umekuwa ukiendelea chini ya Tume Huru ya Uchaguzi. Walianza na zoezi la uandikishaji wa wapiga kura, lakini hali kadhalika na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo katika mkoa wetu nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana wananchi wote wa mkoa wa Songwe, kwa sababu tulichangamkia fursa ya kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la wapiga kura.
Lakini tulishuhudia umati mkubwa wa wananchi ambao walijitokeza kujiandikisha kuwa wapiga kura. Lakini hali kadhalika tumeshuhudia mchakato wa ndani wa vyama vya siasa, uchukuaji wa fomu, urejeshaji, lakini uchujaji wa wagombea kupitia vyama vyao. Lakini baada ya mchakato huo tulishuhudia zoezi la kuanza kwa kampeni za uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Kampeni ambazo zilianza tarehe 28 mwezi wa 8 na mpaka sasa zinaendelea. Na mpaka hivi sasa ninapozungumza, ndugu zangu, michakato hii yote ambayo niliyoizungumza, kumekuwa na hamasa kubwa sana ya wananchi kushiriki, kuanza kwenye kujiandikisha. Lakini kumeona hamasa kubwa ya wananchi kujitokeza, wale walioko katika vyama mbalimbali kujitokeza kwenda kugombea kupitia vyama vyao. Lakini tumeona mwamko mkubwa wa wananchi kujitokeza kwenye kampeni, kwenye mikutano ya kampeni ya vyama mbalimbali vya siasa, kuanzia ngazi za udiwani. Tumeshuhudia wananchi wengi mnajitokeza kwenda kusikiliza sera za wagombea. Lakini kwenye ngazi ya ubunge tumeshuhudia wananchi wengi mmekuwa mkijitokeza kwenda kusikiliza sera za wagombea. Lakini kwenye ngazi ya urais, wagombea wote waliofika katika mkoa wetu, tumeshuhudia mwamko mkubwa wa wananchi wa mkoa wa Songwe kujitokeza kwenda kusikiliza kampeni za wagombea hao katika mchakato wa uchaguzi. Kujitokeza huku kwa wananchi ni kiashiria tosha kwamba wana hamasa kubwa na wako tayari kuweza kushiriki kikamilifu katika mchakato huu. Naomba mjipigie makofi. Uchaguzi oye! Uchaguzi oye! Tanzania oye! Lakini ndugu zangu, tumeshuhudia vyama vya siasa wamekuwa wakifanya kampeni zao kwa njia ya kistaarabu sana, lakini kwa njia ya kuheshimiana. Lakini hali kadhalika tumeshuhudia wadau wote wa siasa wamekuwa wakitekeleza majukumu yao kwa kuzingatia kanuni na sheria za maadili chini ya Tume Huru ya Uchaguzi. Hatujawahi kusikia kwamba kuna watu wamelalamikiana, hatujawahi kusikia kwamba kuna watu wamekatiana rufaa kwa sababu ya ukiukwaji wa maadili ya uchaguzi. Lakini kubwa zaidi, tunajivunia sana sisi katika mkoa wetu wa Songwe hali ya utulivu na amani ya kiwango kikubwa ambacho kimeonekana katika kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi. Tangu tumeanza kwenye maboresho ya daftari, wakati wa mchakato wa ndani wa vyama vya siasa, lakini walipoanza kampeni za uchaguzi na mpaka kufikia hivi sasa, mkoa wetu amani imetamalaki, mkoa wetu utulivu umetawala, lakini mkoa wetu uko shwari na wadau wote wa siasa wanaendelea kufanya shughuli zao za kisiasa kwa njia ya amani na utulivu. Hii inaonyesha utayari na mwamko wa wananchi kushiriki katika mchakato huu wa uchaguzi. Lakini hali kadhalika hii inaonyesha ukomavu wa siasa yetu na mifumo yetu ya kidemokrasia, sio tu katika mkoa wetu wa Songwe, lakini hali kadhalika katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuweza kujivunia mifumo yetu ya kisiasa. Tuna kila sababu ya kuweza kujivunia uimara na ukomavu wa mifumo yetu ya kidemokrasia ambayo inajengwa na sheria zetu bora, kanuni zetu bora na utayari wa Tanzania katika kutii sheria zilizopo katika mchakato wa uchaguzi. Hongereni sana. Lakini ndugu zangu, haya mafanikio ambayo tunayaona yanaonesha pia, yanaashiria ukomavu, uwezo na umahiri wa Tume Huru ya Uchaguzi ambayo ndiyo yenye dhamana ya kuweza kusimamia mchakato huu kuanzia mwanzo lakini mpaka mwisho. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia niweze kuwapongeza sana Tume Huru ya Uchaguzi kwa kuonesha umahiri wa hali ya juu, kwa kuonesha uwezo mkubwa katika kusimamia mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu. Kwa sababu kama kusingekuwa na umahiri wa kuweza kusimamia mchakato huu, manake vyama vinavyoshiriki katika mchakato tungekuwa tunasikia malalamiko ya hapa na pale. Lakini hatujawahi kusikia malalamiko hayo, mchakato unakwenda vizuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwapongeza Tume Huru ya Uchaguzi, na tafadhali naomba tuwapigie makofi. Lakini ndugu zangu, kama hiyo
haitoshi, utulivu na amani katika mkoa wetu wa Songwe vinategemea sana na uwezo mkubwa na umahiri wa jeshi letu la polisi kuweza kutekeleza majukumu yao kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kusimamia mchakato huu kwa weledi, kwa sababu mikutano yote ya vyama vya siasa tumekuwa tukishuhudia jeshi letu la polisi wanakwenda kulinda hali ya amani pale na utulivu, lakini tumekuwa tukishuhudia wagombea wengine wa vyama vyote vya siasa wamekuwa wakisindikizwa katika maeneo yote ambapo wanafanya kampeni, lakini vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifanya kazi kwa weledi, na ndio maana tumekuwa tukipata mafanikio haya ambayo tunayaona tumeyapata katika kipindi hiki ambacho mchakato unaendelea. Wenye wapongeze pia jeshi la polisi pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika mchakato huu kwa kuonesha uwezo mkubwa katika mchakato huu kwa uchaguzi ambao unaendelea. Kwa ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Songwe mliopo hapa Tunduma, na ili wananchi wote ambao mnanisikiliza kupitia vyombo vya habari, mimi kama kiongozi wa mkoa nimekuja hapa kuwahakikishia kwamba mkoa wa Songwe uko salama. Mkoa wa Songwe una amani. Mkoa wa Songwe una utulivu, na tumejipanga kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na wadau wote wa siasa kuhakikisha kwamba hali ya amani, hali ya utulivu vinaendelea kutamaraki katika kipindi chote hiki kilichosalia cha kampeni za uchaguzi kwa mwaka wa 2025. Lakini hali kadhalika siku ya kupiga kura ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, wakati wa kuhesabu kura, lakini hali kadhalika wakati wa kutangaza matokeo na baada ya kutangaza matokeo. Pamoja na mambo mbalimbali ambayo mkuu wa mkoa ameweza kuyazungumza, amewataka Watanzania pamoja na wakazi wa mkoa wa Songwe kuitunza amani iliyopo, na kwamba shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo wamekuwa wakizifanya zinachagizwa zaidi na utulivu uliopo hapa nchini. Mafanikio ambayo tunayapata katika shughuli zetu ambazo tumekuwa tukizifanya, nimesema kwamba mkoa wetu wa Songwe ni mkoa wa kilimo. Wakulima ambao tumekutana nao wakati tunafanya ziara katika wilaya mbalimbali, wakulima wa kahawa, wakulima wa parachichi kule Mbozi, wakulima wa mahindi kienda kule Ileje, wakulima wa iliki, wakulima wa pareto, lakini halikadhalika wakulima wa maharage kutoka wilaya zote za mkoa wa Songwe. Wote hawa shughuli zao, mafanikio yake yanategemea sana viongozi tuliokuwa nao wanaotuongoza katika maeneo mbalimbali, madiwani wetu katika kata, wabunge wetu katika majimbo, lakini hali kadhalika rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ndugu zangu na rafiki zangu wa machinga ambao wakati wote tumekuwa tukikutana nanyi, na katika ziara yangu ya kwanza ambayo nimekuwa nikifanya kwenye kila wilaya, nilikuwa nahakikisha na kwenda kuripoti na kwenda kuwasalimia vijana wenzangu hao wa machinga, boda boda, maafisa usafirishaji kwa njia ya bajaji, lakini mamalishe na babalishe, wote hawa wamekuwa wakiamka mapema kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli za kujitafutia kipato, lakini shughuli zao wanategemea sana viongozi tuliokuwa nao. Mafanikio ambayo wamekuwa wakiyapata, mitaji ambayo wamekuwa wakiipata, lakini utekelezaji mwema wa majukumu yao ya kujitafutia kipato kwa ajili ya hatima ya maisha yao ya sasa na baadaye, kwa ajili ya hatima ya maisha ya watoto wao, ndugu zao, wote hawa yanategemea sana viongozi tuliokuwa nao katika ngazi za kata, ambao wao ndio wenye dhamana ya kufanya maamuzi kwenye mabaraza yetu ya madiwani, vyombo ambao ndio vina jukumu la kuweza kutunga sheria mbalimbali ndogo ndogo zinazoongoza halmashauri zetu. Wao ndio wanahusika na kuisimamia halmashauri, wao ndio wanahusika na kuweza kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo ya wananchi katika halmashauri zao. Kwa hiyo maendeleo yetu katika shughuli zetu za kila siku zinategemea sana viongozi hawa madiwani ambao tunakwenda kuwachagua, lakini hali kadhalika wabunge ambao tunakwenda kuwachagua ndio wanahusika katika kusimamia
serikali kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wao ndio wanakwenda kutunga sheria, wao ndio wanakwenda kupitisha sera, wao ndio wanaishauri serikali, wao ndio wanachukua changamoto zetu na kuzipeleka kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo maendeleo yetu, maisha yetu ya kila siku, kila mmoja wetu kwa nafasi yake, kama nilivyosema, tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tulivyojipanga kuelekea kipindi hiki tulichonacho, kabla, wakati na baada ya uchaguzi huu ambao unafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Ndugu zangu wananchi, Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe tukishirikiana na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, niwahakikishie tumejipanga vizuri, tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba zoezi hili muhimu la kikatiba, zoezi hili muhimu la uchaguzi mkuu 2025 katika mkoa wetu wa Songwe linakwenda kwa amani na salama. Niwahakikishie askari polisi tutakuwepo maeneo yote katika vituo vya kupigia kura, tutakuwa kwenye doria mbalimbali barabarani na vijijini, mijini na sehemu zote ambazo zoezi litakuwa linafanyika. Kwa hiyo niwatoe wasiwasi, msitishwe na mtu yoyote, msishawishike kwa aina yoyote. Jitokezeni kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura bila uoga wowote. Na kama kuna wachache wanaofikiria kufanya ndivyo sivyo, jambo ambalo siamini kama wapo, na kama wapo naomba wasijaribu, watafute mahala pengine. Lakini hata kwa mahala pengine wamejipanga vitu hivyo kama tulivyojipanga sisi, tutashughulika nao kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wasijaribu, lakini naamini wananchi wa mkoa wa Songwe ni wastaarabu. Uchaguzi kazi za mitaa tumeshuhudia umepita kwa amani na salama, naamini hata huu utapita kwa amani na salama. Narudia kusema tumejipanga vizuri. Wananchi msiogope, na hata mkiona askari wanapita barabarani ni kwa ajili ya usalama wenu, ni kwa ajili ya usalama wenu, ili kwamba mtekeleze takwa hili la kikatiba ambayo ni haki yenu kimsingi. Jitokezeni 29 Oktoba mwaka huu, tumebakia siku chache. Msiogope, usimwache mtu nyumbani, jirani yako, ndugu yako, wote watoke. Sisi tuko mitaani kuhakikisha kwamba mnafanya zoezi hili kwa amani na salama. Kwa hiyo ndugu zanguni, niwahakikishie kwamba msiogope, jeshi lenu na vyombo vingine tumejitatiti, tokezeni kupiga kura. Katika mkutano huu ambao umehudhuriwa na watu wa aina mbalimbali wakiwemo maafisa usafirishaji, wamezungumzia pia suala la Watanzania kujitokeza kupiga kura hiyo Oktoba 29. Si kama maafisa usafirishaji wilaya ya Momba pamoja na Machinga, tarehe 29 tutakwenda kupiga kura asubuhi. Na baada ya kupiga kura asubuhi, sisi tutakaa kwenye vituo vyetu kwa ajili ya kubeba abiria kuwapeleka kupiga kura kwenye maeneo sahihi yote. Na sio bajaji tu wala sio bodaboda tu, ni Machinga pamoja na wananchi wote tukapiga kura asubuhi. Nitoe rai kuwa maafisa usafirishaji, kama alivyozungumza RPC wetu, tuondoe hofu, sisi tukaendelee kufanya kazi. Neno maandamano ni kwa sababu tunaishi kwenye nchi ya amani. Kuna mtu aliimba wimbo akasema bongo bahati mbaya, mimi nasema bongo bahati nzuri, kwa sababu ukizungumzia Ulaya ndio kuna vita asilimia kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, vijana wangu, nimesimama kwa niaba ya vijana wote wilaya Momba kama mwenyekiti wenu, bodaboda, bajaji, na Machinga, wengine wote mnaofanya mnasukuma toroli sijui nini, tukapige kula ili kumpata kiongozi atakayetuongoza miaka 5. Amani yetu ya nchi iendelee kudumu kaskazini, mashariki, magharibi na kusini. Wanaosali basi tuendelee kuomba amani. Hatutapata amani. Hebu angalia Kongo. Kongo kuna vita. Je, kuna amani? Ndugu zangu, tukilijua hili
amani ya Tanzania tutaendelea kuihubiri, lakini uzalendo wa nchi utaendelea kuwepo katika nchi yetu, hasa hususani katika mji wetu wa Tunduma. Nakumbuka kuna kipindi vurugu tulitokea siku 3. Mimi na kumbukumbu tulijifungia ndani na kipindi hicho kama sisi maafisa usafirishaji, ili kujipatia chakula au msosi, tunasema ni lazima uamke siku hiyo ukafanye kazi then upate pesa. Je, kama itatokea vita tutaishije? Niombe wafanyabiashara, vijana wenzangu, kulinda amani ya mji wetu wa Tunduma pamoja na mkoa wetu wa Songwe kwa ujumla. Naomba vijana, kwa sababu sisi ni wajasiriamali, tuwahi asubuhi mapema tukapige kula, tuendelee na kazi zetu. Tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 tuende kupiga kula wananchi. Tusiogope. Kila kona kutakuwa na ulinzi mkubwa. Wanaoongelea mambo ya kusema uchaguzi hautakuwepo, tukimsikia huyo mtu naomba tutoe taarifa. Tunamshukuru sana mkuu wa mkoa kwa kuelezea hayo mambo ya uchaguzi. Sijui nyewe wananchi wenzangu mmeyaona vipi? Kwa mimi nimeliona ni jambo lizuri, manake mkuu wa mkoa anatushawishi kwa ajili ya kwenda kupiga kura, na kupiga kura ni jambo la msingi na ni halali. Kwa upande wangu kwa kweli nimefurahi sana ujio wa mkuu wa mkoa, ameelezea vizuri kuhusu mambo ya uchaguzi, na napenda kuwashauri wananchi wenzangu waweze kujitokeza katika uchaguzi ya tarehe 29 mwezi wa 10. Tunafurahi sana kwa sababu kwa upande wetu wa huku Tunduma amani ipo. Kwa wananchi wasiogope, wajitokeze jamani. Kupiga kura ni haki yetu na ni halali kwa kila mwananchi. Kauli mbiu tarehe 29 twende kupiga kura. Usiogope kitisho cha aina yoyote. Hakuna maandamano, hakuna mtu atakayeleta vurugu. Kwa hiyo wananchi wote na wasii muwe na amani, ulinzi upo wa kutosha. Tarehe 29 ni kuamka asubuhi na kumhamasisha ndugu yako aliko karibu na jirani yako, twendeni kupiga kura, tuwachague viongozi tunaowapenda kulitumikia hili taifa. Toka mwaka 1961 tulipopata uhuru, nchi hii tumekwenda kwa kupendana na taifa hili tumekuwa ni wamoja. Amani imekuwa ikidumu toka muda wote huo hadi hivi tunavyozungumza sasa hivi. Tunaelekea kwenye uchaguzi na 29 mwezi wa 10 2025. Niwaombe wana Tunduma na wana Songwe kwa ujumla, niwaombe tuendelee kudumisha amani tulionayo, kwa sababu amani tulionayo ni tunu katika taifa letu. Ndugu zangu, kuna nchi ambazo mpaka sasa hivi ziko kwenye vita. Wamezungumza viongozi, bila amani huwezi kufanya biashara, bila amani huwezi kufanya chochote. Kwa nyinyi watu wa Tunduma ni mashahidi. Mwaka 2006 tulionja kidogo vurugu ilitokea kati ya Zambia na Tanzania. Nyinyi mnakumbuka hapa Tunduma nilikuwepo. Watu hatukufanya biashara, maduka yalifungwa, ilisimama. Wote ni mashahidi watu wa Tunduma. Kwa hiyo tusichezee amani tulionayo. Hii amani ni tunu, ndugu zangu. Yapo maeneo mengi kuna vurugu. Kongo huko watoto wanakufa na njaa, hakuna chakula, hakuna maji. Tanzania watu wamekuwa wakitumendea, wanatuonea wivu. Sasa amani hii tulionayo tukiichezea, ndugu zangu, tukianza kupigana, saa ngapi tutalima, saa ngapi tutafanya biashara? Uzalendo kwanza, mengine baadaye. Uzalendo wa taifa letu, tuipende Tanzania, tuihami Tanzania, tuichunge Tanzania. Mwenyezi Mungu atubariki na Mwenyezi Mungu ajalie taifa hili liendelee kuwa na amani, kuwa na utulivu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape hekima na busara viongozi wa taifa hili, ili kuelekea uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi upite kwa amani na salama. Mtazamaji, na haya ni baadhi tu ya yale ambayo yamejiri katika mkutano huu ambao ameufanya mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame katika eneo hili la mji wa Tunduma mkoani Songwe. Naitwa Rosi Chapewa, asante na kwaheri.